Igwen Media, burudani kwa wote. Na kuelekea ile dabi ambayo nilikuwa nakuambia muda mrefu kwamba Makabe Hasira watakuwa na kibarua kizito kwa ajili ya kuwakabili Igwe Alliance ambao ni wa nguvu zaidi, na tumepata fursa tena ya kufika uwanja wa Tunusha wa ya kwanza kwa ajili ya kuendeleza kampeni za story kuhusiana na maandalizi ya kesho. Na huyu hapa naoza wa timu ya Alliance, mmoja kati ya watu ambao wanakuwa wana shughuli ndefu, miguu inaongea, yaliomo kweli yamo. Mimi ni Captain El Milagroso, lakini J4G yupo nyuma ya kamera. Igwen Media, ili uwe wa kwanza zaidi kupata updates zetu, like, comment, share, subscribe kwa ajili ya maudambwi zaidi. Habari yako kijana? Nzuri. Yes, ni kwamba kesho ni mtanange ambao ni wakati rashoka zaidi, Alliance dhidi ya timu ya Makabe. Maandalizi labda upande wa timu ya Alliance umekaje? Maandalizi hapo sawa, tumejiandaa vyema kabisa kwenye mchezo wa kesho. Yes, lakini pia Alliance ni moja kati ya timu ambazo zilianza kwa pressure kubwa ligi zilizopita, lakini kwenye ligi hii inakuwa sio kama ligi iliyopita. Changamoto labda ni nini kipi ambacho mnakutana nazo kama vile changamoto? Changamoto tuliokutana nayo kwa mechi ya kwanza, hatukufanya mazoezi kama timu. Okay. Maana wachezaji wengi walikuwa nje, mwenyewe nilikuwa nje. Kwa hivyo tulikuwa pamoja kwa muda mrefu. Baada ya kukosa mazoezi, mlipoteza kwa mabao mawili kwa bila zile ya timu ambayo ilikuwa sio timu ambayo inaweza ikawafunga zile bao. Lakini pia baada ya hapo mlicheza mchezo wa pili, mliperformuje kuhusiana na kupata matokeo? Mchezo wa pili tujipanga vizuri, maana ilikuwa inalazimika tushinde. Okay. Na Mungu alisaidia tukapata ushindi kwa kuwa tuliungana na tulifanya mazoezi kwa pamoja. Ulifanya mazoezi kwa pamoja. Mlishinda bao moja tu, bao ambalo halikuwa zaidi ya matokeo ambayo labda mashabiki walikuwa wanategemea zaidi. Unahisi labda mlivyofanya kwenye mechi iliyopita na kesho vitakuwa ni vitu ambavyo vinalingana? Mechi ya kesho itakuwa na tofauti, maana hii ni mechi ya ujirani. Alafu ni mechi ambayo ina muda mrefu hatujakutana. Hivyo itakuwa na pressure kubwa, lakini na mimi timu yangu mambo yatakuwa ni mazuri na matokeo yatakuwa ni mazuri kwa upande wetu. Yes, imeonekana kwenye profile yako ya WhatsApp ukiposti kwamba Makabe sio dabi, ni watoto wenu, lakini dabi yenu labda ikaonekana ni timu za Jeash Bilombe. Kwa nini labda kauli ile uliiweka kwenye mitandao ya jamii? Nimeweka vile kwa kuwa Alliance ni timu kubwa. Okay. Ukiangalia hata kwa mchezaji mmoja Alliance ni bora kuliko Makabe. Na historia Alliance ni nzuri kuliko Makabe. Yes, ndio maana labda ulifikia hatua. Ukisema mchezaji mmoja kwamba inamaanisha hakuna wachezaji wa Makabe ambao wanaingia kwenye kikosi cha kwanza wenye uwezo wa kuingia kwenye kikosi cha kwanza upande wa timu ya Alliance? Wachezaji wapo, lakini nategemeana sasa na kocha na mchezaji mwenyewe. Okay. Lakini ni wachezaji akina nani ambao labda unaona kwenye mfumo wa kwako wewe wanaweza kaingia kwenye first 11 ya Alliance? Mimi mechi za Makabe sijaona mechi hata moja, kwa hiyo siwezi nikasema ni nani. Labda nione kesho sasa. Labda uone kesho. Matokeo, mashabiki unawaambia kitu gani? Wategemee nini? Aidha ni kipi ambacho mmekiandaa kwa ajili ya kumwadhibu zaidi Makabe Hasira? Watafurahi, maana Alliance inazoea kuwafurahisha mashabiki zake. Yes, na watafurahi. Mabao yatakuwa labda ni mangapi? Kwa upande wa bao siwezi nikatabiri, maana ni mpira. Naweza nikaongea hivi afu ikaje katokea tofauti. Lakini naamini tutakuwa na ushindi tu. Tutakuwa na ushindi. Timu yote ipo imara? Ipo imara kabisa. Yes, kitu gani ambacho labda unahisi mnyie mmekizidi zaidi Makabe ukiachana na uwezo wa mchezaji mmoja? Timu yetu ni kubwa kuliko yao. Timu ni kubwa. Ndio. Ina perform vizuri. Lakini ligi hii mmeandaa nini kwa ajili ya kuwafurahisha mashabiki, maana nyinyi ni mabingwa watetezi? Sisi tunatamani tufike pale tulipoishia. Yes. Tunatamani mfike mlipoishia. Kitu gani ambacho labda unahisi Alliance wanakuwa wanakifanya kwa ajili ya kucheza finali nyingi tu kwa muda wa mwaka mmoja miwili iliyopita hapa, kitu ambacho hatujakishuhudia kwenye timu zingine? Alliance kwanza wachezaji wanajituma, afu na kamati pia inatusupport. Inawasupport vizuri. Ndio. Yes, kuhusiana labda wachezaji wanajituma namna gani, kwa sababu kuna wachezaji mpaka wa timu zingine na wenyewe wanakuwa wanajituma hivyo hivyo. Inategemeana sasa. Sisi tunacheza kitimu. Tunacheza kitimu. Yes, mchezaji gani labda upande wa timu ya Alliance ambaye unahisi anahusika zaidi kwenye matokeo ya timu ukiachana na wachezaji wengine? Wachezaji wote wanahusika. Wachezaji wote wanahusika, maana kila mmoja anafanya vyema ili kupata ushindi. Kila mmoja anafanya vizuri kwa ajili ya kupata ushindi. Maliza na neno moja labda ambalo watu hawalijui na siri ambayo inasababisha labda timu ya Alliance wakawa ni bora zaidi uwanjani lakini pia na nje ya uwanja.
Ambacho naweza nikawaambia tu ni mazoezi ambayo tunafanya, mwenyewe unaona. Tunafika wengi kwenye mazoezi na tunajituma. Na mashabiki zetu wanatusupport kama unavyoona. Kwa hiyo ni hicho tu. Ni hicho. Yes, timu gani ambayo kwenye msimu huu ulitamani Alliance mkutane nayo kwa ajili ya kupimana nguvu ili muonyeshe labda kitu ambacho kipo nyuma ya pazia? Walete tu yeyote yule, sisi tupo tayari. Mpo tayari. Ndio. Yes, unawaambiaje mashabiki ambao wanaisubiri sana kwa hamu dabi ya wa malaya wa hapa, lakini pia wauza mchicha na walinda makaburi wa timu ya Makabe Hasira? Mashabiki wafikia wengi tu, watafurahi. Watafurahi. Asante sana uwanja wa Alliance. Hii ni Gwen Media, ni historia ambazo labda bado zikawa zinaendelea na hii ni fursa ambayo bado tunayo. Kwenye bado kampeni zile za kusaka tonge kama nilivyokuambia mwanzoni, tupo hapa Tunusha uwanja wa Alliance na nimekuletea sura ambayo sio ngeri zaidi kwenye kamera zetu za Gwen Media. Ni Onana Save, moja kati ya mafundi vijana ambao wanaifanya soka kuonekana nyepesi zaidi, na tutapiga naye story kuhusiana hichi ambacho tunakiandaa kesho, ambayo itakuwa ni dabi ya Makabe Hasira. Unaona mambo vipi? Poa kiongozi. Yes, ni kwamba maandalizi ya mwisho ni leo. Kibinafsi umejiandaaje kwa ajili ya kuwafesi Makabe Hasira ambao najua ni mara yako ya kwanza unacheza dabi zidi ya Makabe? Ndio, kwa hakika kwa maandalizi ambayo nimejiandaa, maana nategemea kwamba toka nifike hapa na takriban miezi mingapi hivi, mwezi mmoja ndo umetamatika sasa hivi. Kwa maandalizi ambayo nimejiandaa niko poa, wala sina majira yote ile ambayo inaweza kanisumbua, na hakika maandalizi yako poa. Yes, ni kwamba unakuwa ni mtu ambaye unakuwa unaonyesha tofauti zaidi kwenye mechi kubwa kama na hizi. Watu wategemee labda nini kutoka kwako Onana Save ambacho labda hawajakiona kingine ambacho kinatoka kwako? Mimi labda tu niseme kwamba kwa upande wangu mimi mechi ya Makabe sichukuli kama dabi. Maana nimeshacheza mechi kubwa nyingi sana. Mechi ya Makabe ni mechi ya kawaida sana tu. Na haiwezi kanipa papara sana eti nipaparike kwa ajili ya mechi ya Makabe. Ni mechi ya kawaida sana. Yes, ni kwamba kwa nini wote mnasema kwamba Makabe inakuwa sio mechi ambayo ni ngumu, ni mechi ambayo mnaichukulia kama mechi ya kawaida? Kwa nini wakati ni majirani, wana wachezaji wazuri lakini pia wana perform vizuri? Mechi ya Makabe ni mechi. Siwezi nikaizarau, maana Makabe ni timu kubwa hapa kambini. Lakini katika mechi ambazo sisi Alliance tumeshakumbana nazo. Kama mechi gani? Blaza, mechi ya R1. Ile ni mechi ambayo kila siku naisifia sana. Mechi ya Makabe ni mechi kubwa kwa mashabiki. Lakini ni mechi rahisi sana kwa sisi wachezaji. Kutegemeana na nini? Nategemea kwanza wachezaji wangu. Wachezaji wangu ni wazoefu sana wa mechi kubwa. Kwa mechi ya Makabe sio mechi kubwa kivile, ni mechi ya kawaida tu. Yes, Onana unakuwa ni mtu ambaye unafanya vitu ambavyo ni vya tofauti zaidi. Ukiangalia magolikipa wa hapa nyumbani wanavyovifanya, ni magolikipa wachache ambao wanaweza wakalinganishwa na uwezo unaofanya. Kitu gani ambacho kinakupa motisha, na aidha mafunzo gani ambayo unakuwa unayapata kwenye mazoezi yanayosababisha unaenda kufanya vizuri kwenye mechi? Cha kwanza kwenye mpira ni kujiamini. Mimi ni mtu ambaye najiamini sana. Ila vijana wenzangu wanategemea dawa sana. Ila sisi ni watu ambao wanategemea mazoezi pamoja na Mungu. Na ndio maana wakati wote nafanya vizuri kutokana na yale ambayo najiandaa mwenyewe. Una mwalimu ambaye labda akawa ni mkufunzi anayekufundisha zile tactical, ufanye hichi kwenye mchezo, lakini pia ikifika kwenye mikwaju ya penalty uweze labda kubadili mfumo? Mimi kwa sasa hivi toka mwaka 2023 nilikutana na kocha mmoja tu tulipokuwa Bukavu. Kocha nani? Anaitwa Morris. Wa timu gani? Alikuwa kocha wa timu ya Ajax pale Bukavu. Aliwahi kunipa mazoezi ya goalkeeper. Lakini toka mwezi huo ilikuwa mwezi wa 3 2023 hapa sijawahi kupata kocha mwingine ambaye ananipa mazoezi ya goalkeeper. Ila kutokana na ujuzi ambao nilichukua kwake, na ndio maana na perform mwenyewe vizuri. Nazingatia yale ambayo alionifunza yeye mwalimu wangu. Yes, una kitu gani ambacho labda wewe ungeweza kuwashauri magolikipa wenzio ambao wanakuwa hawana mifumo lakini pia wanatamani kufikia kile ambacho unakifanya, wanakuwa wanashindwa? Tatizo magolikipa wetu muda wa zoezi wanajifanya mastaa. Na mazingira ya kambini au mazingira hapa nyumbani kwetu
hayaruhusu mtu kuwa star muda zoezi. Ustar weka nyumbani, sio mazoezini. Maana nategemea 100% magolikipa wakifika uwanjani kuna mazoezi ya magolikipa, lakini wao yale mazoezi wanakataa kuyafanya. Okay. Ni kwamba wewe ndoto yako inakuwa ni kufika wapi hususan kwenye mpira wa miguu ndani ya historia labda ya maisha yako binafsi? Mimi ndoto yangu ambayo waga naota kila siku, au nayo muomba Mungu anisaidie. Yes. Mimi nategemea kwamba mpira wangu hauwezi kuishia hapa kambini. Hiyo nimekataa kabisa, na ni kitu ambacho napiga marufuku kila siku kutokana na ujuzi ambao mimi mwenyewe ninao kwanza. Maana nishatoka sana kwenda kucheza nje ya kambi. Kwa ile kutoka inanipa funzo kidogo. Na ndio maana nimesema mpira wangu lazima hautoishia hapo, utaishia mbali. Ukiachana labda na Alliance ambayo sasa hivi wewe ni mlinda mlango nambari 1, timu gani nyingine kubwa ambayo ushawahi kuichezea? Alliance hapa kambini nilipofika tu nimefikia Alliance. Lakini hapa kama sijaje kucheza timu nyingine yote ile, maana toka nifike Alliance 2022 nimekuta Alliance ipo kwenye viwango ambavyo havieleweki. Lakini tulipoanza kupambania timu pamoja na wenzangu ambao nimewakuta kwenye timu, tumeyafanya mazuri kwenye timu ya Alliance. Yes, ni kwamba ukiachana tu na Alliance hapa nyumbani, nje hata ya kambi pia timu gani ambayo ushawahi kuichezea? Nishachezea timu nyingi sana za nje ya kambi. Nategemea nilipoenda na Kibondo, nilichezea timu ya Kibondo pale, nikaenda Kifura, nikachezea Kifura, nikaenda Kakonko kule tukapambania Kakonko. Tukaenda upande wa Kasulu, kuna kijiji ambacho kinaitwa kama Buoro. Tulipambania Buoro pale, tukatoka, nikabatika kwenda Dar es Salaam. Dar es Salaam nikaanza kuandaa mazoezi pale Chamanzi pale. Tukapambana, pakaja ligi, tukabatika kufika finali. Mungu sio Asmani, Mungu akasaidia, tukafika kwenye mikwaju ya penalty, nikajaribu tena kuokoa timu na kuwachukulia ubingwa. Ligi ambayo mlikuwa mnacheza Chamanzi labda ilikuwa ni ligi ya aina gani, timu za aina gani zile? Yaani ile ligi ilikuwa ligi ya niseme ya kata, maana zilikuwa timu 25, tukabatika kuchukua ubingwa. Timu gani? Fede. Timu ya Fede ambayo labda ni mtaa gani? Mtaa wa Chamanzi. Okay, yes. Neno gani ambalo labda utawaambia mashabiki wa soka lakini pia mashabiki wa timu ya Alliance ambao wanaisubiri damu kwa udi na uvumba hiyo kesho uwanja wa Bunagana, Alliance dhidi ya Makabe? Mimi nitakachoambia mashabiki wangu Alliance the Force, wategemee kile ambacho waga wachezaji wao wanakifanya. Maana 100% nina uhakika kuchukua ubingwa hiyo mechi ya kesho. Najua wale ni watoto, watakuja na papara ya mchezo, ila Alliance ni timu kubwa, lazima tutulie na wawe na uhakika wa kuchukua pointi 3. Yes, alikuwa ni Ona na save, lakini pia story imekuwa ni kuhusiana na mchezo wa Makabe hasira, lakini pia maisha binafsi. Mimi ni Captain El Milagroso, Igweni Media, Igweni Media, burudani kwa wote.